Habari, naitwa Suleiman Makwita, ni mkurugenzi mtendaji wa Action for Democratic Governance. Leo tuko pamoja tena kwenye chumba cha demokrasia tukizungumzia masuala ya kujiandikisha kwenye uchaguzi ujao wa rais, wa bunge na madiwani, yani uchaguzi wa mwaka 2025. Mchakato wa uandikishaji umeanza. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeanza kuandikisha wapiga kura wapya, wapiga kura wanaojiandikisha kwa mara ya kwanza ama tunaita wapiga kura wapya, lakini vile wale ambao wanaboresha taarifa zao ama waliama ama taarifa zao zilikosewa. Mchakato huu umeanza katika mkoa wa Kigoma na utasambaa nchi nzima. Kila mkoa utaweza kufikiwa na mchakato huu ambao unasimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa mujibu wa ibara ya 74 ibara ndogo ya 6A na B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ikisomwa pamoja na kifungu cha 10 kifungu kidogo cha kwanza A cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024, tume ina jukumu la kusimamia na kuratibu uandikishaji wa wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi wa rais na wabunge katika Jamhuri ya Muungano na uchaguzi wa madiwani kwa Tanzania bara. Kwa kuzingatia kifungu cha 16 kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024, tume ina wajibu wa kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura kwa mara 2 kati ya uchaguzi mkuu uliomalizika na kabla ya siku ya uteuzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu unaofuata. Tume inaongozwa na dira lazima katika kutekeleza majukumu yake. Dira ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni kama ifuatavyo: uwepo wa mfumo wa uchaguzi unaoaminika na unaohakikisha uchaguzi huru na wa haki. Dhima ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni kuhakikisha, kusimamia na kuratibu uchaguzi kwa mujibu wa sheria ili kuimarisha demokrasia kwa manufaa ya wananchi, vyama vya siasa pamoja na wagombea. Wahusika wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Hapa tunazungumzia watu wanaohusika kwenye mchakato huu wa daftari la kudumu la wapiga kura. Ni yule anayejiandikisha kwa mara ya kwanza na Mtanzania yoyote aliyefikisha miaka 18 au atakayefikisha miaka 18 siku ya uchaguzi. Lakini pia wanaoboresha taarifa zao. Hii inawahusisha wale ambao taarifa za awali zilikuwa zina makosa, au kwa wale wote ambao wanaama vituo na kuhamia vituo vingine, hivi wanahitaji kuboresha taarifa zao za awali na kuwa na taarifa mpya. Bila kusahau waliopoteza kadi zao au ambao kadi zao ziliharibika, ili kuweza kuboresha na kupata kadi mpya kuelekea. Ni zipi sifa za kujiandikisha kuwa mpiga kura? Ni muhimu kuzifahamu sifa za kujiandikisha kuwa mpiga kura, na zifuatazo ndio sifa za msingi kwa mtu yoyote kuweza kujiandikisha kuwa mpiga kura. Sifa ya kwanza ni kuwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sifa ya pili ni kuhakikisha kwamba umefikisha au umetimiza miaka 18 wakati wa kujiandikisha, au utakuwa na umri wa siku ya kupiga kura. Sifa nyingine ni kuwa hajapoteza sifa za kuwa mpiga kura kwa sheria za nchi au sheria za uchaguzi au sheria zingine zilizotungwa na bunge. Kwa hiyo inatakiwa kwamba mtu yoyote ambaye hajapoteza sifa kulingana na sheria za uchaguzi au sheria zingine zilizotungwa na bunge, basi anaweza kujiandikisha au ametimiza miaka 18 au atatimiza miaka 18 siku ya uchaguzi na awe raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizi ndio sifa zinazompa mtu nafasi ya kuweza kujiandikisha au kuboresha taarifa zake kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Tufahamu pia sababu za mtu kutokuandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Maana wakati mtu anakuwa na sifa za kujiandikisha, vile zipo sababu zinazopelekea mtu asiweze kuandikishwa. Na sababu hizi ni kama zifuatavyo: kwanza, si raia wa Tanzania. Lakini pili, endapo anautii kwa nchi nyingine. Lakini tatu, endapo kama hajafikisha umri wa miaka 18. Lakini 4, endapo imethibitishwa hana akili timamu. Na hapa imesemwa ikiwa amethibitishwa, maana inawezekana kuzushiwa taarifa za kwamba mtu fulani hana akili timamu. Lakini vile endapo kama mtu amehukumiwa adhabu ya kifo, hii nayo itampunguzia sifa au itamuondolea sifa ya yeye kuweza kuandikishwa kama mpiga kura.
Utakifahamu vipi kituo cha kujiandikisha? Utakifahamu kituo cha kujiandikisha kwa kuwa na bango lililoandikwa kituo cha kuandikisha wapiga kura, ambacho hakitokuwa mbali na eneo la makazi mnaloishi. Ni vyema kufahamu upi hasa muda wa kujiandikisha. Kituo cha kujiandikisha kitafunguliwa saa 2 asubuhi na kufungwa saa 12 jioni. Hii inatoa wasaa hata kwa wale ambao wao ni wafanyabiashara ama wafanyakazi, wana uwezo wa kwenda kwenye maeneo ya kazi na kurudi kuweza kujiandikisha. Ni yapi mambo ya kuepuka wakati wa kujiandikisha? Yako mambo ya kuepuka kwetu sisi vijana, wakina mama, wazee na wananchi wote kwa ujumla. Mambo haya ni muhimu kuepuka wakati wa kujiandikisha, kwani ni kinyume na sheria. Kwanza, kutoa taarifa za uongo za uharibifu wa kadi, kupotea, ama taarifa za uongo zinazohusu wewe ama mtu mwingine, ikiwemo kama taarifa za kifo. Lakini kujaribu kujiandikisha zaidi ya mara moja, hili ni jambo pia ambalo haliruhusiwi kufanyika wakati wa kujiandikisha. Wakati wa kujiandikisha, ni wakina nani hasa wanaopewa kipaumbele? Kuna makundi ya watu wanaopewa kipaumbele wakati wa kujiandikisha. Kundi la kwanza ni wazee. Kundi la pili ni wamama wajawazito. Kundi la tatu ni wamama wenye watoto wachanga, wale waliofika nao kwenye eneo la kujiandikisha. Kwa kusema hayo, ni wasisitize vijana, wakina mama, wazee, lakini na wananchi wote kwa ujumla kujitokeza na kujiandikisha, na hasa wale tutakaojiandikisha kwa mara ya kwanza, bila kuwasahau wanaoboresha taarifa zao, ama kwa kuhama kituo au taarifa zilikosewa, au kwa wale waliopoteza kadi au zilizoharibika. Kwani uchaguzi ni haki ya msingi, ni haki iliyowekwa kikatiba, lakini ni takwa la kidemokrasia. Ni muhimu zaidi kwa sisi kushiriki kwenye michakato ya uchaguzi kwa mustakabali wa nchi yetu, ili kuweza kujiletea maendeleo. Ni kuombe shime rai yangu kwako, jitokeze uweze kujiandikisha. Na bila kusahau kauli mbiu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora.